kwa sababu wewe ni Mungu unatosha, na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Mwokozi. Amen. Nashukuru sana siku ya leo kwa hii nafasi Mungu ametupa ili tukaweze kusoma mahali hapa. Bwana asifiwe. Bila kupoteza wakati, wasio nikiwa kwa majina naitwa Somoji, mwokoka Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Na katika hiyo mahali tunaenda straight kwa neno letu siku ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tungependa tufungue kitabu cha First Kings, Wafalme wa Pili 5. Bwana asifiwe. Na tungependa tusome kuanzia chapter 5 kwenda 1 mpaka 16. Bwana asifiwe. Ni kitabu ambacho tunasoma mara nyingi, tunaielewa, tunaifahamu, tunajua hata zaidi. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo tungependa tukumbushane, kwa sababu Biblia inasema za 5 kuanzia 1 mpaka 16 katika jina la Yesu. Ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akawatuma watumishi wake kwa Suleimani, kwani alikuwa amesikia ya kwamba wamemtia mafuta awe mfalme mahali pa baba yake, kwa maana Hiramu alikuwa akipenda Daudi sana. Second Kings chapter 5 na unataka kusimama. Second Kings ama Wafalme wa Pili. Tasoma mstari wa 1 mpaka 16. Tasoma katika jina la Yesu. Basi Naamani, jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akahudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Wakampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, waraka huu utakapowasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuuisha, hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusiini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umerarua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atakuja na kukuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama malangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enda uoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema,
Tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Hagana na Fapari, mito ya Damaski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia wakasema, Bwana wangu, kama yule nabii angelikuambia kutenda jambo kubwa, usingelitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno la yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli, basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Bwana asifiwe. Asifiwe Mungu. Amen. Katika hiki kitabu cha Wafalme wa 2:5 tunapata historia kuhusu Naamani. Bwana asifiwe. Amen. Naamani alikuwa ni mtu mkubwa. He was a great person. Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa ni mtu mkubwa kwenye vita. Alikuwa komanda. Bwana Bwana asifiwe. Na katika hiyo hali tunapata historia ya Naamani. Na mara mingi Biblia watu wanapenda kuhifadhi kama sisi wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Tunapata Naamani hapa kwa story yake. Naamani was a commander. Yaani alikuwa mwanajeshi mkubwa. Bwana asifiwe. Katika nchi mwanajeshi katika nchi ya Syria. Bwana asifiwe. Alikuwa ni mtu wa shujaa, mtu mwenye amejulikana sana. Mwenye hapo na yaani katika hali yake he was a mighty. Yaani alikuwa mwenye nguvu, shujaa. Niseme hivyo. Bwana asifiwe sana. Na katika hali alikuwa hata na kibali kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kupitia kwake hiyo nchi wangeshinda vita. Mara mingi angeenda vita wangeshinda. Bwana asifiwe sana. Na katika hiyo hali ikampea hali ya kujinua na kawa na kiburi. Bwana asifiwe sana. Amen. Despite haya yote alikuwa nacho, hizo manyota, hizo names, hizo titles, kuna kitu ilikuwa inamuuma. Bwana asifiwe sana. Despite alikuwa ni shujaa mwenye akipita mahali anafunguliwa njia, anapewa heshima zake, lakini ndani mwake hakuwa na amani. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambayo ilikuwa inakula. Alikuwa na ugonjwa ya ukoma. Bwana asifiwe. Nasi pia kama Wakristo mara mingi tumejikuta katika hiyo hali. Bwana asifiwe. Mara mingi tumekuja kanisani, mara mingi tumetembea, tuko na titles, uko na vyote, kwa sababu huyu Naamani hakukosa chochote. Kulingana na hali yake ama na title yake, tunaelezwa au ukienda deeply unapata alikuwa na kila kitu. Bwana asifiwe. Lakini alikuwa na ugonjwa ambapo ilikuwa inamsumbua. Na despite kama kusema hiyo ugonjwa alijaribu mbinu yote, kwa sababu kama ni pesa alikuwa nayo. Yeye ni mkubwa, yeye ni tajiri. Alijaribu kuipona lakini haiwezekana. Bwana asifiwe sana. Yeye kama wewe ama mimi ni mmoja wao, ambapo umetembea na shida ambayo imekukaba miaka nenda miaka rudi. Wewe kama kuna kitu ambayo imekukula katika maisha yako, lakini kwa sababu hujajua ni wapi unaweza kupata msaada. Bwana asifiwe. Pengine hali ni huko ndani inaweza kusababisha ukakosa
kutambua penye Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na pia tunaambiwa katika hiyo hali kulikuwa na mtoto mdogo alitugai mfanyikazi ambaye alikuwa ametekwa nyara. Bwana asifiwe sana. Kuna funzo, kuna vitu ambavyo tunataka tujifunze katika kitabu siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Na kabla tuendelea, ningependa tujue, Bwana asifiwe sana, kuna vitu, things that make us want to see the presence of God. Vitu ambavyo vinaweza kusababisha tukose kuona uwepo wa Mungu, tukose kufika katika hatima zetu, tukose kupokea baraka zetu. Bwana asifiwe sana. Despite tunaishi katika maisha, despite wewe ni kiongozi mahali, ama wewe ni mkubwa mahali, kuna kitu inakukula pole pole. Bwana asifiwe sana. Na ukikosa kutambua, utaishi jinsi Naaman aliishi. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akitaka kukuokoa, anaweza kutumia chochote. Bwana asifiwe. Kwa sababu pale tunaposoma pale hapo verse 1, tunapata Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and in high favor. Nasikia ile rangi ya juu na kibali. Because by him the Lord had given victory to Syria. Bwana asifiwe. Kupitia kwake, yani Mungu, Bwana asifiwe. Kumaanisha kuna Mungu alikuwa, yani kuna kibali alikuwa nao mbele ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Inaweza kuwa wewe ni Mkristo na mjua Mungu, lakini kuna kitu bado kinakula. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umeokoka, jinsi tumeokoka tunaenda mbinguni, lakini kuna kitu bado imefunga maisha yako. Inaweza kuwa ni ugonjwa. Bwana asifiwe. Pengine umeng'ang'ana kimaisha, pengine ni msingi ya kijamii, pengine kuna hata dhambi bado inakufunga. Bwana asifiwe. Lakini tulitangaza wokovu tunaenda mbinguni, kumaanisha hatujaachilia kwa Bwana, kumaanisha hatujatambua huyu Kristo ni nani ndani maisha yetu. Bwana asifiwe. Mara mingi ukipata hata saa inaweza kusema almost kuseme 3/4 ni wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwa sababu bingu umeokoka, hata kama hujaokoka kuna jina unatumia ya Ukristo. Kumaanisha kuna sehemu ambapo inakuunganisha na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini bado hujatambua chanzo ya shida yako nini inaweza kuitatua. Bwana asifiwe. Na tunaambiwa mahali pale, because Mungu aliona haya Naaman yani kiasi anamtumia kushinda vita, ile kibali ilikuwa ndani yake yenye Mungu alimpea, ikapatikana Mungu akataka kumuokoa. Bwana asifiwe sana. Akatumana mtoto mdogo kwa nyumba yake. Huyu mtoto, huyu msichana alipotekwa nyara kama slave kwa nyumba ya Naaman, hakukuja tu. Mungu anaweza kutumia mbinu yote ili akakufikie. Bwana asifiwe sana. Anaweza kutumia hata mtoto mdogo. By the way, mara mingi sisi watu wanaignore mtoto. Bwana asifiwe. Ukitaka kupata ukweli, enda kwa mtoto mdogo. Bwana asifiwe sana. Mtoto mdogo anapokuambia kitu, weka makini na chunguza hiyo maneno. Ama mlevi. Bwana asifiwe sana. Ama mtu mwenye ako na hasira. Bwana asifiwe. Kwa sababu mtu mwenye ako na hasira anaweza kutamka ile ilikuwa ndani, akitamka anatamka ile ukweli. Bwana asifiwe. Sasa chunguza hii maneno kwa watu watatu, na Mungu anaweza kutumia one of them ili kuokoa maisha yako hali nimepitia. Pengine ameona hali nimekuwa, ameona kujitoa kwako, ameona kuja kwako kanisani, na akasema mtoto wangu leo nataka nimuokoe. Nitatumia mbinu gani? Bwana asifiwe. Atatumia chochote. Kumbuka huyu mtoto wa Israeli alitekwa nyara, akapelekwa katika nyumba ya Naaman kama mfanyikazi, mchakazi, na ule ni mkubwa. Let me assume like saa hii mtoto kama hawa wetu ameenda kufanya kazi asameni kwa nyumba ya president wetu. Bwana asifiwe sana. Unafikiri hapo na hiyo nafasi ya kuongea na president kama mchakazi? Bwana asifiwe. Lakini ndani mwake kuna kitu. Bwana asifiwe. Pengine wewe mwenye uko na mchakazi ama uko na mtu mwenye unaishi naye, chunguza huyu alikuja kwangu kwa njia gani? Bwana asifiwe sana. Na nini kilicho ndani mwake? Bwana asifiwe. Pengine kupitia kwake kuna kitu Mungu anataka akutendee. Kupitia kwake kuna Mungu anataka akukomboe. Bwana asifiwe sana. Lakini wote wanaona ni kama mchakazi. Hadi Naaman alikuwa anapitia. Bwana asifiwe.
kuficha ugonjwa liko ndani mwako, lakini huwezi kuficha tena. Ni huyu alikuwa anapitia uchungu, anaporudi kwake anakuwa ni mama, anaanza kuhisi ile uchungu. Ndiposa huyo mtoto pia akahisi uchungu. Akasema, huyu mkubwa wangu angelijua uponyaji natoka Israeli, penye nimetoka. Alitambua penye anatoka. Bwana asifiwe sana. Tambua penye unatoka, penye Mungu amekuweka. Bwana asifiwe. Tambua wokovu uliopata wakati uliokoka. Tambua ni Yesu gani unayemwabudu. Bwana asifiwe. Alisema, tunaambiwa pale katika hiyo kitabu. Alisema, she said to her mistress, would that my Lord were with the prophet who is in Samaria will cure him. Bwana asifiwe. Angejua tu, angetambua ule nabii aliyekwetu penye nimetoka, hiyo ugonjwa yake ingeponywa. Alijua kwao kuna uponyaji. Ndani ya Yesu kuna uponyaji. Bwana asifiwe sana. Haijalishi unapitia hali gani, lakini ukimtambua huyu Yesu utapata uponyaji. Bwana asifiwe. Wote tuone vitu ambavyo vinasababisha naweza kutoka katika uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Value our position. Kuthamini nafasi zetu ambapo Mungu ametupa. Bwana asifiwe sana. Hii nafasi yenye tuko nazo inasababisha tukose baraka zetu. Bwana asifiwe. Na mara mingi unapoona hata nitumie kwa example, hata nitumie. Bwana asifiwe. Wakati tunaanza kuthamini hiyo nafasi, hiyo title, let me use the word title. Wakati tunapoanza kutumia hiyo title, wakati tunaanza kuitumia hiyo jina ile tumepewa kama jina makubwa, mara mingi huwa tunasahau nafasi yetu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na wacha nitumie watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kutumia kwa pande wa siasa. Bwana asifiwe. Mara mingi tunaona watu wetu wa siasa wanapokampeni, anaona ni Mkristo, ni mchungaji, amewekwa mafuta, ana kampeni kwa njia ya Mungu, pia anasema kweli, wewe akienda mahali pale anatutetea kwa sababu yeye ni kweli. Bwana asifiwe. Lakini anapofika mahali pale akakaa kwenye kiti, ile position kuheshimiwa, hata kusahau ile mtumishi. Bwana asifiwe sana. Inafika wakati sasa anaanza kudhamini hiyo title ndio ndani mwake kushinda Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuliko kuita Mungu. Bwana asifiwe. Na mara mingi naweza kusema hivi, ni wachache sana, hata tu sio wale wanasiasa, hata sisi tu ndani kwetu tunapoinuliwa au unapowekwa kwa kiti kingine, unaanza kuona kuna kiburi inaanza kutuingia pole pole. Bwana asifiwe sana. Na tunaanza kukosa kudhamini kilicho kenye Mungu ameweka ndani mwetu. Bwana asifiwe. Unapata hata mara nyingi naweza kutumia, kuna wakati nenda kama wewe mahali, unapata ni waskofu wachache ambao wanaweza kunyenyekea na kupiga kama magoti kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Si ati hawezi, lakini sasa ile kiwango yamefika inasababisha hawezi kupiga magoti. Bwana asifiwe. Na nikiwacha hiyo, mara mingi hii nafasi yenye tuko ndani, pengine Mungu amekupea mali. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo mali ikasababisha sasa usione Mungu, ukadhamini mali yako. Bwana asifiwe. Naamani alidhamini kazi yake. Alikuwa chief commander, army commander. Yeye alisema, hey, kama huyu mwenye alikuwa sasa hivi nani? Huyo bwana mwenye alikufa. Bwana asifiwe. Wacha niseme nitumie Mungu. Bwana asifiwe. Ni mwenye akisema right ni right. Na kukosa kudhamini vitu vya Mungu ndani mwake. Ndio Mungu alikuwa amempea kibali atakapopata endapo kwa njia vita. Hata saa hii sisi, hata saa hii wewe na mimi, mara mingi Mungu anapotuinua, wacha tumeusoma. Unapata tumesoma ama watoto wetu wamesoma ama mtu amesoma akasonga, alafu ile kiwango ya usomi ikasababisha akaweza kuona vitu za Mungu kama bure. Bwana asifiwe. Na hiyo tu inatosha kukutoa katika uwepo wa Bwana, kuzuia baraka zako. Kwa sababu wale Mungu anasema after all, ni akili yangu nimesoma, sasa naweza kuona vitu vingine sio kawaida. Bwana asifiwe. Lakini tunaambiwa tudhamini tulicho ndani mwetu. Bwana asifiwe. Tunapodhamini vitu za Mungu, hakika tuna baraka za Mungu. Bwana asifiwe. Hata kwa Biblia tukapewa pengine example kama Nabal bwana wa Abigail. Abigail mnamjua. Ataenda kwa
kwa hiyo story saa hii tutasoma kwa sababu naona nafasi bado kukimbia. Bwana asifiwe. Nabal alidhamini mali yake kushinda Mungu. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati David alikuwa msituni, ukisoma ni 2 Kings 2:25 hapo utaipata. Wakati David alikuwa msituni, wakilinda kama wamekaa pale, wakati alikuwa ametoroka Sauli, wakawa wamejificha mahali, wakawa wanalinda hiyo area. Nabal akawa pale na mali yake, na David akawachukua mlinzi kwa sababu alipenda ungemfikia. Bwana asifiwe sana. Wakati David alitumana wachakazi kusema chakula kilikuwa ndani kimeisha, nendeni kwa huyo mtu huyo tajiri awape chakula kidogo ya kutussustain kwa hiyo. Bwana asifiwe. Alipofika, walipomfikia kwa heshima akamwambia, huyo ni nani aliyewatuma kwa mali yangu? Mimi nikate kondoo chini na wapelekee. Bwana asifiwe sana. Hakutaka kujua ni mtumishi wa Mungu. Na mara nyingi tunapoteza nafasi yetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata wakati mtumishi wa Mungu amesimama mahali hapa kutuongelesha ama kunena kitu juu yetu, huwa tunamuona ni fulani. Pengine engagement wako mlikuwa na yeye, nitakuwa unamuona after all ni fulani tu. Huwezi kujua ni mtu wa Mungu aliye pale. Bwana asifiwe sana. Tumekosa kutambua sauti ya Mungu. Tukakosa kudhamini Mungu, tukadhamini kazi zetu. Tumekosa kudhamini Mungu, tukadhamini mali tulicho nacho. Bwana asifiwe. Tumekosa kudhamini Mungu, tukadhamini hiyo title. Na tunaambiwa Mungu huwa anatuacha pole, alafu anawachilia ghadhabu. Jinsi aliwacha Nabal. Bwana asifiwe sana. Anatukucha kwanza, anatoa mlinzi wake juu yako, alafu anawachilia ghadhabu ya kifo. Bwana asifiwe sana. Tunaambiwa huyo mtoto ya msichana alikuwa na faith. Bwana asifiwe. Wacha tuende kwa Habili. Na kabla tujaenda, tunaambiwa tukue kini. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ulicho nacho shetani anaweza kukunyang'anya. Bwana asifiwe. Amen. Kulingana hii mwaka wetu wa enlargement na kusoma hii, na kwa tukue kini. Kwa sababu ulicho nacho shetani anaweza kuja akakuroga kukunyang'anya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu utakuwa umeweka akili yako hapo, kila kitu hapo, uko na vitu za Mungu sio ni kawaida. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndio penye baraka zetu zinatoweka. Wacha tuende kwa ya pili. Bwana asifiwe. Dispersing yourself. Kujidharau au kujidunisha. Bwana asifiwe sana. Tunapojidharau au kujidunisha, itasababisha Mungu atuache. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine watu wanasemanga Mungu anajali, bora umefika mahali pale kanisani, tumekaa, Mungu anataka bora, anataka kuona tupo hapo. Bwana asifiwe sana. Lakini tumejidharau. Bwana asifiwe. Huyo msichana mdogo wa Israeli kakazi hakujidharau. Bwana asifiwe sana. Despite alikuwa mfanyikazi anapanguza, alichukua hiyo ujasiri. Na akasema kilicho ndani mwangu ni muhimu kuliko kazi ninayofanya, kuliko hali yote ambayo napitia. Bwana asifiwe sana. Usijidharau wewe uliye mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Usione wewe sio mwombezi, wewe sio kiongozi, wewe sio mtu yeyote, hauna mbele na nyuma. Usijidharau. Bwana asifiwe. Amen. Dhamini kilicho ndani mwako. Wakati ulipookoka, kuna kitu Mungu aliweka ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako. Na anasema ukaweze kudhamini. Bwana asifiwe sana. Unapoidhamini atakubariki. Bwana asifiwe. Katika Matthew na kwa 13:25 ya wale talanta tatu Mungu alipeana. Bwana asifiwe. Mungu anataka tukue katika kiwango tofauti. Ndiposa akapeana hizo talanta katika viwango tofauti. Bwana asifiwe sana. Na ule wa mwisho mwenye alipewa moja, Mungu alijua akipea moja atadhamini, itamwezesha kuwa pole. Bwana asifiwe sana. Pengine Mungu amekupea kuna kitu ndani mwako ambao pengine kama mtu unasema mimi naweza kufanya hivi, naweza nikipata tu chance nifagie, naweza kufanya hivi. Bwana asifiwe sana. Usijidunishe, usijidharau. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anasema nilichokupa usipoiwekeza nitakunyang'anya. Na pia naposoma katika Matthew 13:25 hapo chini, anasema alafu nitakutupa, yaani alipeana warning, nitakutupa
asifiwe sana. Sasa sisi kama Wakristo ambao tunakuja kanisani, Bwana asifiwe sana. Kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako. Kumaanisha Mungu anajali sana. Ndiposa akaweka hii awaia Bwana asifiwe. Mungu anafurahia sana kukua kwetu. Bwana asifiwe. Ili ilicho ndani mwako idhamini, iwekeze katika nyumba ya Bwana. Usiseme mimi siendi kazi, sina mbele na nyuma. Bwana asifiwe sana. Nafurahia sana nikitumia dada yangu Regina as an example. Bwana asifiwe. Haendi kazi. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu Mungu ameweka ndani mwake. Huwa anasimama na ujasiri na anasema toweni pesa ya basi, wekeni hapa. Bwana asifiwe sana. Yaani anawekeza ni Mungu ameweka ndani mwake. Na hiyo authority na hiyo mamlaka na hiyo nguvu yote. Bwana asifiwe. Usinyamaze. Huyu msichana alinyamaza katika nyumba ya Naaman. Naaman angepata ukombozi. Hakuangalia hali yako. Hakuangalia mimi ni mjakazi. Huyu ni mkubwa wangu, mtajiri wangu. Lakini akisema heri angelijua mponyaji ako katika penye niko. Heri ningelijua huyu mlevi angejua uponyaji wake iko katika nyumba ya Bwana. Hiyo kutamka tu. Bwana asifiwe. Pengine wewe ni mwinjilisti, Mungu amekuweka hapo as an evangelist. Bwana asifiwe. Bwana tumtamkia mtu tu neno. Kuja tu kwetu kanisani siku moja utapata ukombozi. Imetosha wewe mtu kukombolewa. Bwana asifiwe sana. Usinyamaze kwa sababu Mungu atakuuliza dakika ya mwisho. Nilikuwekea neno unifanyia nini? Bwana asifiwe. Unifanya kazi gani ndani ya nyumba ya Bwana? Bwana asifiwe. Tunaambiwa weka thamani kwa yote ambayo unafanya. Bwana asifiwe. Usichoke kufanya kazi. Usiangalie hali unapitia. Unaweza kupitia kwa magonjwa. Unaweza kuwa wewe ni maskini na ndio fulani maskini. Mpaka tunaamua na shida mimi hata siwezi kuenda kuongea pale mbele. Hiyo shuhuda pekee yake ya uponyaji Mungu alifanya siku moja itakomboa mtu. Bwana asifiwe. Thamini Mungu wako naye atakuthamini. Bwana asifiwe. Wacha tuendelee. Ya tatu, not knowing the ways of God. Bwana asifiwe. Kutojua njia za Mungu inaweza kusababisha utoke katika uwepo wa Bwana au ukose baraka za Mungu ama wanyamie. Bwana asifiwe. Inaweza kupitia katika mateso. Huyu Naaman hakujua despite ni kubwa, despite ni wanajeshi, despite somo yake yote, hiyo magari yote alikuwa nayo, kila kitu alichokuwa nayo, lakini baada ya kujua Mungu ni mponyaji. Bwana asifiwe. Pengine alitumia pesa yake yote, hakutambua nikienda kwa Mungu nitapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Katika Ayubu 22:21 hadi 22. Job 22:21. Mwenye mpaka anaweza kusomea. Hapo Nasoma Ayubu 22:21 mpaka 22. Biblia inasema, jue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Uyapokee tafadhali mawazo, mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Amen. Anasema tujue sana maneno ya Mungu na tutapokea amani. Bwana asifiwe. Naaman hakuwa na amani. Unaweza kuwa mahali umekosa amani ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa penye huko pengine maambiwa ukienda pale mbele watakuona. Bwana asifiwe sana. Unaweza kukumbuka there is a time nikishuhudia kama tuko kanisa nyingine hapo ile skini. Bwana asifiwe. Kuna certain teams leo wako hapa. Bwana asifiwe. Wengine ni marehemu, wengine wako wazima lakini ungetoka mimi ushuhuda yangu ni mrefu na siwezi kushuhudia sana. Mungu alinitendea. Every Sunday nilikuwa na ushuhuda kama mama yetu Karanja. Bwana asifiwe. Na nikaamka nikaenda sema, Bwana sema sasa leo anaenda kutushuhudia nini? Bwana asifiwe. Lakini si utaka kujua kwa sababu Mungu alitenda ndani mwangu ni makubwa. Bwana asifiwe sana. Mimi hata ningekuwa nimesaulika hata kama ningekuwa nimesaulika kwa sababu ningekuwa kaburi yangu alifunika ABCD, lakini Mungu ametoa mbali. Bwana asifiwe. Na Mungu ametoa familia yangu mbali. Bwana asifiwe. Na kujua Mungu kupitia kuingia kanisa hili, kama niliingia kwa hiyo kanisa ndogo ndio kenda sikia. Mungu alinitendea makubwa. Na
Na niko mzima pamoja na watoto wangu. Bwana asifiwe sana. Niko mzima pamoja na msichana wangu mkubwa ambaye sababisha tukitembea na tafuta mahali pa kutoa usaidizi kwa sababu hatukujua. Na tukafika hapo tukalanda kupitia kwa rafiki yangu mmoja. Na nishukuru Mungu ni mzima mpaka leo. Bwana asifiwe. Soma Isaya 55:8. Alafu mwingine afungue Psalms 103:7. Nasoma Isaya 55:8. Biblia inasema ya kwamba mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Amen. Anasema mawazo yake si mawazo yetu, njia zake si njia zetu. Lakini tukimgundua tutajua njia zake. Bwana asifiwe sana. Tukimtambua yeye ni nani katika maisha yetu, hakika tutajua njia za Mungu na tutaokolewa, tutakuwa na amani ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Psalms 103:7 mwenye amepata. Soma kwa Kiswahili. Biblia inasema alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu Musa alijua, ilisababisha akasafiri katika maisha yake, akafaulu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu unayemjua atakuokoa, atakuondoa katika vifungo, atakuondoa katika laana, atakuondoa katika mateso, atakuondoa katika ugonjwa na machungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikisema msanii wangu mkubwa aligonjeka, kuna wenye wanamjua lakini hawakujua historia yake. Bwana asifiwe sana. Aligonjeka kabisa, aligonjeka. Hata sasa tukienda nyumbani kwao safi, wanajuanga nimemwacha kwa nyumba. Ni mtu mwenye hata kitembea wanajua akili inaenda kitu mbaya. Bwana asifiwe sana. Ni mtu mwenye anajua sio mzima. Hata wakati babu yake alikufa tumeenda matani, walikuwa naingia na sema na hapo wapi kama amewacha huko. Bwana asifiwe. Lakini hapa anatembea kupita kwa uponyaji, kupita kwa Mungu nilimjua. Alimuokoa. Aligonjeka more than 10 years. Yaani ndogoji nimeanza kwa shuleni akiwa class 1 akienda kufanya mtihani. Bwana asifiwe sana. Nilifahamu nyumba yangu alikuwa mwerevu zaidi. Lakini nilifika wakati aligonjeka mpaka akapoteza fahamu. Na akigonjeka ikikuja naona kama nyumba ninamwangukia. Bwana asifiwe. Tulitembea wapendwa. Hata babake aland kwa Lecho Maria aliambiwa hapo ndio usaidizi iko. Bwana asifiwe. Angaona nyumba ikianguka, inasema nyumba inaniangukia, kufunga macho mbele chini. Na kwa mkapa anaweza kuamka after 2 weeks. Bwana asifiwe. Mtatembea kwa hospitali wapime kuna chochote. Lakini anafura hivi kama ng'ombe. Unabeba wanaume 5, wanawake mtabeba. Abekwe, awekwe hapo. Penye amelala, alilala kama maiti. Lakini mkishika anapumua. Bwana asifiwe. Lakini wakati nilipoingia katika hii kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kitu cha kwanza Bishop marehemu alipoomba, alikuwa anataja na anakuambia, anatilia kwa madhabahu akihubiri hivi na Mungu anafunulia na anaambia Mungu, ndio nakuja naomba. Wakati ndio ugonjwa toke, in fact msichana wangu aliteseka zaidi. Paka tukakata tamaa, lakini sikukata tamaa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Nilijua one time atakuja pona. Bwana asifiwe. Hata wakati alipona, Mungu aliniuliza ulifika kwa mganga mgani? Ulienda Tanzania? Kasema hapana. Mtoto wangu aliomba tu kanisani hapo skimu na akapona. Tuambie ukweli. Wengine kaniambia ama tunasikia nyakati ndio prophet wengine ingia na ile moto. Watu wakiwa stadium hapo nilipeleka kwa prophet. Nikasema ingekuwa tunaweza kufika hapo tungefika kwa sababu nilikuwa natafuta nini? Uponyaji. Lakini aliombewa kanisani. Nikaleta grudge na familia wengine. Bwana asifiwe sana. Wakisema mama kuna mahali alikanya. Msichana yangu ni mzima, wapenda wenye Mungu. Amen. Sema acha Mungu. Kupitia kwa Mungu niliyemjua. Bishop aliomba na pepo na akawa mzima. Alishakuwa hapo kwa Bwana siku moja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Musa alijua nilimwokoa. Kwa hali tulikuwa tunapitia hizo vita. Mungu yunamjua wapendwa. Huyo Yesu yunamjua. Kwa hali ninapitia atakuja kuokoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema hivi kwa sababu ni mingi. Na wakati Naman hakumjua Mungu. Yeye alijua kupigana vita. Alimwambia nikienda
Iko siku nakuja tu shule. Kweli kuna Mungu katika nyumba hii. Nashukuru sana jinsi dada yetu, mama yetu kanisa. Kuna Mungu katika madhabahu haya. Bwana sasa. Siku utakuja kutambua huyo Mungu na imwabudu. Utasema kweli kuna Mungu. Mara mingi wanasema Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Na mimi nasemanga Mungu wangu. Bwana sasa. Yaani yeye amenitendea nasemanga Mungu wangu. Bwana asifiwe. Hata wewe siku unakuja kusema Mungu wangu. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tuende kwa nyingine ili tumalize wakati. Obedient. Bwana asifiwe. Hiyo ni kifunguu ya kufungua baraka zetu, shida zetu zote. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa na utiifu katika vitu za Bwana au kutii sauti ya Mungu, kwa hakika utaona ukombozi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Obey the instructions that God is telling you, whether foolish or not, and you will land in your blessing. Bwana asifiwe. Heshimu tu. Yaani heshimu tu ile sauti Mungu amekwambia. Haijalishi ni mbaya kiasi gani. Haijalishi haoni kama ni manufaa. Kwa sababu kulingana na mateso yenye mtu alipitia kama. Bwana asifiwe. Amen. Heshimu. Na akili yake bado nilimwambia wamesema niende kwa King Israel. Nchi ya Israeli. Akaenda direct kwa King. Bwana asifiwe. Na pia akapitia kwa katika barua. Yaani alijua kulingana cheo chake na hali yake, Nabii Elisha anakuja kupelekea mkono. Bwana asifiwe sana. Mara mingi sisi wa Kristo tumepoteza baraka zetu hapa. Wanaposema kuja mbele tuombewe, alafu wana pick hata mtoto wa Ayubu ama mtoto Sadisi. Wanasema ombea hapa. Bwana asifiwe sana. Unajua unapokuwa na doubt ndani mwako na shaka, hiyo baraka imepotea. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kupitia kwa mtumishi wa Mungu amesema fulani kuja ombea hawa watu. Lakini wao litarajia akuje akuwekee mkono. Bwana asifiwe sana. Yaani kujaamini au kujaheshimu neno la Bwana. Wapendwa, tubadilike. Hii ni mwaka wetu wa kupanuliwa. Ni mwaka wetu wa kuongezeka. Moja tutii sauti ya Mungu. Mata iko aje? Haijalishi ni kiubavu na kiujinga. Hata naposema leo kuja tu ulale hapa. Wewe kuja tu. Kuja tena ujaambia chochote. Kuja tu ulale hapa. Bwana asifiwe sana. Nashukuru sana kwa sababu tuko na mtumishi wa Mungu kwa nyumba hapa. Na kuna wakati beleti angekuita umegonjeka, anakuambia mseme Eunice simama hapo kwenye kutembea ukikuja hapa. Wewe ni mgonjwa, huwezi kutembea, mwingine mguu. Unafika hapa anakuambia tembea rudi huko. Tembea mara 3, enda alafu nakwambia tukae chini. Amekuambia Bwana asifiwe sana. Lakini katika ile hali yake ya upumbavu na ujinga unasema sasa hiyo ni nini? Lakini anatumia Mungu amemwambia. Bwana asifiwe sana. Mara mingi mtumishi wa Mungu Mungu anamtumia pia katika mambo. Anamwambia anakusalama na kumwambia shida yake fanya nini? Imekwisha. Lakini kwa sababu unatarajia kuguze vile na anatarajia Elisha mguze. Wapendwa, au tapona. Amini neno la Mungu. Liwe liko kubafu kiasi gani? Iwe ni kijinga. Bwana tu iamini jinsi ilivyo utapona. Bwana asifiwe sana. Wakati alichukua hiyo neno akaenda mapanda. Elisha kushuka. Hakutoka ndani ya nyumba yake. Ndani penye alikuwa. Lakini alitumana kumwambia nenda aoge huko mara 7 kwa hiyo maji. Bwana asifiwe sana. Lakini katika hiyo hali yake akajidharau. Unajua mtu akubwa. Huwezi kumwambia nenda aoge kwa mtoni hapa chini. Ataweza kweli. Na mtu anabebwa na magari akati kwao ni horses. Na hapa kwetu zile mabrado zinaitwa zile bichi. Anasema zinakuwa ile usiku. Hizo zinabeba wakubwa. Alafu atakuwa shuweka gari ndo hapa alafu anaingia polisi. So mimi I make sense by the way. Wacha kuona ni kama kitu imeruka. Lakini kwa sababu tutii sauti ya Mungu. Please, tutii sauti ya Mungu. Wakati alikuwa anataka kukataa akilinganisha kwao badiliko ziko kwa mtoni. Akasema kwenda hapana iko pale, nini iko pale. Mara mingi utalinganisha vitu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Unaweza kutuma mahali ufike kwa sababu hali yako ya juu ya kimaisha uweze kuenda ingie kwa nyumba tu hivi, lakini kwa sababu umetumwa, pekee sauti ya Mungu imetutuma. Na kama uko na ile sio sauti ya Mungu umejua, ukasema hayo
nikalete chai pengine na kikombe yenye hata haina mwelekeo, nika plastiki nyingine kanyeusi. Nikasema hizo tukunywa, mimi natumia glasi zile za expensive hapana. Pengine Mungu ametaka tu kuingia kwanza na kushika kijiji huyu amefunguliwa. Bwana sisi sana. Wapendwa, tusiangalie kiwango chetu. Tusiangalie kiwango chetu. Tupe sauti ya Mungu inaelekea. Bwana sisi sana. Bwana tupe sauti ya Mungu liwe Bwana. Haijalishi inatoka. Bwana sisi sana. Awasi tupe sauti ya Mungu. Sana baraka zetu. Bwana sifiwe. Kutupe sauti ya Mungu ilisababisha mfalme Saul akapoteza kiti chake cha ufalme. Bwana sifiwe. Yaani Mungu alimwacha na akamwacha na akamwacha na akainua David. Mungu anataka kuacha katika hiyo kiwango yenye uko sana. Bwana sifiwe. Na ndiposa mara mingi amewacha watumishi wa Mungu. Paka alikuwa Mungu amemtumia hapo na vipawa za kuponyaji, za kufungua watu. Lakini kwa sababu ile kiburi amejinua, sasa nafika wakati anakosa kutii sauti ya Mungu. Anaanza kutumia vyake. Mungu anamwacha. Na anapogundua Mungu amemwacha, anaanza kutafuta mambo zingine tofauti. Bwana sifiwe sana. Tusiwe kama watu. Watu tutii sauti ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Kutotii sauti ya Mungu ilisababisha Musa, wakati Mungu alimwambia kwanza hiyo rock maji toke. Ya pili akaanza zungumzie. Lakini alipoendelea kwa sababu ya kwanza ilikuwa kuchapa. Akaenda na ile kiitwa Mungu akamwambia zungumza tu. Bwana sifiwe sana. Yaani akachukua ile kitu kama kawaida. Tuache kuchukua neno la Mungu tuweke kawaida. Ndio tubadilike ili tuone baraka za Mungu katika maisha yetu. Bwana sifiwe. Anapokuja tu hapa, wewe kuja tu. Haijalishi hata kama unakuja tu once in a week. Jaribu tu kuja kwa sababu mimi siku ndio Mungu analeta baraka zake. Bwana sifiwe. Wacha tutii sauti ya Mungu. Wacha tumalizia. Don't live in experience. Never live in experience. Bwana sifiwe. Kuishi katika experience kwa ujuzi. Inaweza kusababisha pia tukose baraka za Mungu. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu inakuwa sasa ni mtindo katika maisha yetu. Bwana sifiwe sana. Mara mingi tunaenda na mitindo. Hatuwezi sana mcheza Mungu. Bwana sifiwe. Tumezoea nikienda pale na wasifa na pale naombewa, umefika pale huyo mtumishi Mungu akiguza tu hivi. Bwana sifiwe sana. Lakini sasa maana anaombewa watu kwa umati. Kuna wakati kwa mtumishi Mungu anasema bila roho Bwana atamwelekeza. Ataambia tu watu wamekaa. Lakini amini tu Bwana sifiwe. Utakuwa Bwana sifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu kila wakati ni mpya. Kila wakati neema ya Mungu ni mpya kila wakati kila siku. Bwana sifiwe sana. Na anaweka neema zake kila wakati mpya. Bwana sifiwe. Kama aliishi na experience ya ujuzi yake na kiwango chake cha ukubwa, akasema yeye anajua hawezi kunyanyika. Yeye ndio mkubwa ambapo watu wote wanainamia. Bwana sifiwe sana. Unaweza kuwa katika hiyo hali ukasema mimi ni mkubwa, sama mimi pengine ukubwa shule mimi, let me use this school, wewe ni kupiti whatever. Unapofika mahali hapa, inabidi unyenyekee ndio unapopiga magoti na shule ndio inafikisha watu magoti. Unaona kama hii ni kumbava. Neno la Mungu linabadilika usiku na mchana. Na neema yake iko tofauti usiku na mchana. Anaweza kutumia mtu yote. Anaweza kutumia chochote. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuna wakati Bwana sifiwe. Nilikuwa nimekaa ukiwa by the way kabisa. Kuna wakati nimekaa ukiwa sana. Mpaka sasa hivi wanashangaa ilitokea wapi. Bwana sifiwe sana. Wale tumekoa tumeenda kazini na kuletea. From nowhere. Kuna mama alikuja tu. Oli. Akasema nimetumwa hapa. Bwana take this. Kikubwa. Bwana sifiwe sana. Hakuwa na chochote kwa nyumba. Na ni mchana. Kitu kama saidi. Bwana napiga hesabu tutafanya. Kama kidogo niko na watoto wa simu zangu, niko na mambo. Ndizi kubwa. Nikamtana amesema, "Mimi naamua nilete hapa." Ndizi kubwa. Nasema asante. Akasema suka ya kwanza natoka. Alitoka tu spray kwa I don't know. Bwana alipiga tu step outside. Nilipotoka nikuona vile. Alijua niendea wapi? Baba wa leo tulingoja tusiku kwenye kama pengine nisahau nyumba. Kaomba chini. Akaanza kuikata kule pamoja sababu baba wa leo is more than 10 years my dear. Lakini Mungu, yani this is really catch wapi? I don't know. Bwana sifiwe sana. Sasa kuna vitu
kwa Rose nimeachishwa kazi, niko kwa nyumba, sina biashara, na sina mahali pa kuanza. Tumekaa hatuna mbele na nyuma. Lakini Mungu akatumana. Jinsi alilisha Elijah na kunguru. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sikia tu sauti. Nilingoja mwenye atuona. Tukasema tukule kidogo mwenye anasema tukule. Kila wakati. Ndio kumbe Mungu anakakuja. Sasa hata hii ifunze wapendwa. Bwana asifiwe sana. Hata ninyi wenye mko na wenye mnaishi nao kwa boma, hata kama ni mjakazi ama relative ama mtoto wako anapokuambia kitu, ichukue kwa manani. Enda tafakari. Bwana sana. Kwa sababu tunajifunza hata wakati Jacob, wakati Yusuf anaweza kumwanzisha zile mapenzi yote, alibaki akakaa mahali akajua inatokea wapi na kwa nini inakuja hivi. Bwana sana. Naweza kwa Mungu anaweza kutumia hata mtoto wako kuonyesha kitu cha mjui. Mungu anaweza kutumia hata neighbor, uje yote kuna dharau. Mungu atatubariki. Asifiwe sana.